Haya, pengine nawe pia umeshamsikia Don Carlo Ancelotti ambaye anaondoka katika klabu ya Real Madrid. Kocha huyu ambaye atakwenda kujiunga na timu ya taifa ya Brazil na pengine 2026 kwenye kombe la dunia akaiongoza Brazil na hata akaonyesha mafanikio makubwa sana. Sasa huyu kocha bwana, nakupa hadithi yake fupi sana hapa, kwa sababu huyu kocha kazi yake rasmi ilianza mwaka 1995 akianza timu ya Reggiana pale nchini Italia, ambapo sasa hivi ipo Serie B na msimu huu pia itabaki hapo Serie B kwa sababu haijapata bahati ya kupanda kwenda Serie A. Haya, pale nchini Italia akafundisha kwenye timu ya Reggiana kwa mara ya kwanza mpaka 96 pia akabaki hapo Italia na timu ya Parma akajiunga nayo msimu huo mpaka 98. Pale hakuwa na mafanikio yoyote makubwa. Msimu 2098 mpaka 2001 hapo akawa anafundisha klabu ya Juventus, miamba hawa, na hapo kumbuki alifanikiwa kuchukua kombe kimoja, kikombe cha Intertoto, miongoni mwa makombe ambayo yalikuwa makubwa sana kipindi hicho, ambapo pia kombe liliahirishwa mwaka 2006. Lakini pia kumbuki baada ya kutoka hapo mwaka 2001 akajiunga na klabu ya AC Milan, miamba hawa, na hapo AC Milan akaonyesha kiwango bora sana, na pengine ndio timu pekee aliyofundishwa kwa muda mrefu zaidi, kwa sababu tangu 2001 mpaka 2009 safari yake haikuwa nyepesi hapo katikati. 2001 ukumbuke alicheza nao, 2002 2003 akachukua ligi ya mabingwa barani Ulaya, lakini baada ya hapo pia 2004 akachukua ligi kuu ya pale nchini Italia Serie A na vijana hao wa AC Milan. 2005 mambo yakawa magumu kwake, 2006 pia hakuwa na mafanikio makubwa. 2007 hapo sasa akachukua tena ligi ya mabingwa barani Ulaya, ilikuwa ni ubingwa wake wa pili sasa mbele ya wale majogoo wa jiji Liverpool kwa kuwa adhibu bao 2-1. Mabao yote mawili yalifungwa na kocha sasa hivi wa Inter Milan Simone Inzaghi, na hapo akachukua ubingwa wake wa pili wa ligi ya mabingwa barani Ulaya hapo akiwa anapigana na AC Milan. 2008 mambo hayakuwa mazuri kwake, sababu kwenye hatua 16 bora tu akaondolewa na miamba Barcelona kwa bao 1-0, lakini mwaka 2009 hata kufanikiwa kuipeleka AC Milan kwenye ligi ya mabingwa barani Ulaya au kufika hatua ya makundi kwa moja akawa sasa na yeye mambo yake yalikuwa magumu pale AC Milan, akaondoka 2009 hiyo 2010 akajiunga na miamba wa Chelsea. Alipojiunga tu msimu wake wa kwanza akachukua ubingwa walijukia pale nchini Uingereza na miamba wa Chelsea akiwa na wachezaji hatari sana. Ukumbuke Chelsea kipindi hicho alikuwa moto sana, lakini 2011 mambo hayakuwa mazuri kwake. Ukumbuke United pia akawa yupo juu sana. Sir Alex Ferguson achukua ubingwa wake wa 12 na vijana wa Manchester United, na hapo sasa ikabidi Don Carlo aondoke pale Chelsea, na msimu huo wa mwaka 2011 akaondoka pale na kujiunga klabu ya Paris Saint-Germain. Miamba Paris Saint-Germain hawa msimu 2012 akawa amevumilia, 2013 akachukua nao ubingwa wa ligi 1 pale kwa mpaka hapo sasa hivi amechachukua ubingwa kwenye ligi 3 bora. Amechachukua ligi 1 ambayo ndio hiyo alichukua na PSG 2013, amechukua na AC Milan 2004, lakini pia amechukua ligi kuu ya Uingereza na Chelsea 2010. Baada ya kutoka hapo 2013 na 14, baada ya kuchukua ubingwa wa ligi 1 pale, sasa klabu ya Real Madrid ikamuona kwamba huyu kocha anafaa kuifundisha klabu ya Real Madrid na akajiunga nao mwaka 2013. Pale 2013 akaonyesha kiwango bora sana. 2014 akawaadhibu Atletico kwenye finali ya ligi ya mabingwa barani Ulaya akichukua ubingwa wake wa 3 sawa ligi ya mabingwa barani Ulaya, lakini kwa mwaka 2015 mambo yakawa magumu kwake, lakini mwaka 2015 hakufika mbali. 2015 hiyo mwishoni ikabidi aende akajiunge na klabu ya Bayern Munich. Ni miamba hawa. Bayern akajiunga nao mwaka 2016 na 17 akachukua ubingwa wa Bundesliga pale nchini Ujerumani. Kwa ameshachukua ligi ya 4 hiyo, ligi kuu pale nchini Italia, ligi kuu ya Uingereza, ligi kuu pale nchini Ufaransa pamoja na ligi kuu ya Ujerumani. 2017 na miamba wa Bayern akachukua ubingwa, lakini baada ya kutoka hapo sasa 2017, lakini hiyo 2017 kulicha kufanikiwa hivyo kwenye ligi ya mabingwa barani Ulaya mambo yakawa magumu. Wale Madrid aliwaacha wakamuondoa kwa kibano cha bao 6-2 kwenye hatua 16 bora. Kwa hiyo Bayern akawa ameondolewa kwenye hayo mashindano, na kumbuke pia Real Madrid alichukua ubingwa msimu ule. Baada ya kutoka pale kabisa sasa aenda kajiunge na klabu ya Napoli. 2018 mambo yakawa magumu kwake, hakuwa na mafanikio makubwa. 2019 pia mambo yakawa magumu, ikabidi aende kajiunge na klabu ya Everton. Miamba hao pale nchini Uingereza wakiamini kwamba pengine sa Everton itarudi. 2019 na 20 pia mambo yakawa magumu kwake, akamaliza nafasi ya 14 kwenye ligi kuu pale nchini Uingereza, lakini msimu ambao wanaondoka 2020-2021 akaiacha Everton ikiwa nafasi ya 10 pale kwenye ligi ya Uingereza, nafasi ambayo tangu mwaka ule mpaka sasa hivi Everton hawajaweza kuikamata tena. Baada ya kutoka hapo ndo akarudi tena kwa vijana wa RMA Los Blancos Real Madrid pale sasa tangu 2021-2022 kama nakumbuka, akachukua ubingwa wa ligi ya mabingwa barani Ulaya pamoja na ligi kuu pale nchini Hispania, akawa amekamilisha ligi 5 zote bora duniani yeye kuchukua ubingwa, na hapa akachukua ubingwa na vijana wa Liverpool walifika finali na Madrid wakapata adhabu bao 1-0, bao la Vinicius Junior, assist ya Federico Valverde dakika 57, game ilisha 1-0, Real Madrid wakapachukua ubingwa wa 14. Lakini 2023 mambo yakawa magumu, kama nakumbuka aliondolewa na vijana wa Manchester City, lakini 2024 msimu jana wao sasa akachukua ubingwa tena mbele ya vijana miamba pale Bundesliga, Borussia Dortmund kwa kuadhibu bao 2-0, lakini hapo pia akachukua La Liga kama nakumbuka. Kwa hiyo ubora huyu kocha ni wa aina yake, ameshachukua makombe ya kila aina. Hizo Super Cup kashachukua na AC Milan 2, kachukua pia na Real Madrid, FIFA Club World Cup. Ni miongoni mwa kocha ambaye ameachieve almost kila kitu. Anachosubiri
sasa ni kombe la dunia ambayo hiyo sasa pengine akachukua na Brazil. Ana umri wa miaka 65 mpaka sasa hivi, ameanza kocha 1995 mpaka 2025 ameshafikisha miaka 30 kwenye ukocha. Ni miongoni mwa kocha mkubwa kabisa na kocha wa kuzungumzwa kwenye midomo ya wanasoka hapa duniani. Kylian Sports.